Okay, leo naenda kuelezea hapa mzigo mwanangu. Mimi naitwa Piuga MC Man himself man from Pesiri. Simama na mimi mwanzo mpaka pale panapoitwa mwisho. So mwanangu, mzigo unaanza kitambo sana, kipindi cha vita ya pili ya dunia. Tunakutana na afisa wa polisi wakiwa wanaendelea kutangaza tangazo zito kwa wananchi. Wanawaambia ya kwamba leo hii jioni kila mtu hakikisha kwamba anawasha redio na TV yake, kwa kuwa mkuu wa nchi atakuwa na tangazo zito la kuwatangazia wananchi wake. Kisha tunageuza upande huu hapa wa pili. Tunakutana na dogo janja anayekwenda kwa jina la Ronaldo akiwa na babake. Walikuwa wananunua baskeli mpya siku ya hii leo. Kipindi anaendelea kununua hii baskeli, muuzaji wa hii baskeli akawa anaelekeza namna gani anaweza kuitumia hii baskeli na kuiendesha vizuri na ipasavyo. Ronaldo akaelewa namna gani ya kufanya hivyo, kisha moja kwa moja akachukua baskeli yake na kuondoka mitaa hiyo hapo. Alinyoka moja kwa moja mpaka kwa rafiki zake, mradi akawaoneshe mzigo mpya ambao anao kwa sasa. Kipindi dogo janja anaendelea kuendesha baskeli kuwafuata marafiki zake, tunakutana na wananchi wengi wakiwa wanakusanyika hapo mjini. Walikuwa wananchi wote wanakusanyika kwa ajili ya kusikiliza speech ambayo ilikuwa inatoka kwenye loudspeaker hapo mtaani. Wanadai ya kwamba tunasikia tangazo likiwa linasema ya kwamba Hitler anatangaza vita. Kuna vita kubwa ambayo inakuja hapo mjini. Hivyo basi ni moja kwa moja nchi inaingia katika mgogoro mzito sana wa vita kubwa kuu ya pili ya dunia. Kwa upande wa Ronaldo, dogo janja akafika moja kwa moja mpaka kwa marafiki zake. Marafiki zake wakawa wamefurahi sana kuona mzigo mpya ambao mshikaji Ronaldo anao. Mara ghafla kuna dogo janja mmoja akaanza kupiga kelele akiwa anawaambia wenzake, "Anakuja, kaeni chini, anakuja, kaeni chini." Wote waliposikia hiyo kauli wakakaa chini na kutulia. Kila mtu akawa amekaa. Dakika kadhaa mbele, washikaji wakawa wanashangaa tu. Bidada mzuri kupita maelezo akawa anatokea upande huu hapa wa pili. Anapita na mwendo wake wa madaha. Wakawa wanamwangalia hao madogo janja ambao kwa sasa wanakaribia kubale. Huyu bidada anakwenda kwa jina la Melina. Ni bidada mzuri kupita maelezo. Hakuna mtu asiyemtamani kwa wakati huu hapa. Kipindi dogo janja Ronaldo alipomuona tu bidada Melina, aliishiwa nguvu kabisa. Upendo mzito ukawa juu yake huyu bidada Melina. Kampenda ghafla. Madogo janja mara baada ya Melina kuwapita wakaanza kumfuata taratibu, wakiwa wanaendelea kumtazama tu namna gani anavyotembea vizuri na kwa madaha. Mdogo janja Ronaldo pia alikuwa ameendelea kuganda tu. Anamwangalia bidada Melina, anashindwa aongee nini, anashindwa afanye nini, hawaelewi nini kinachoendelea, lakini hawana uwezo wa kumfuata. Ni mtu mzima kwa wazidi wao. Sasa siku moja dogo janja hapa Ronaldo alikuwa amechomoka shuleni mara baada ya masomo kutamatika, akajibeba moja kwa moja mpaka nyumbani kwa Melina. Anayafanya yote haya imradi kufika kumtazama bidada Melina. Melina akawa amefungua mlango akamkaribisha dogo janja Ronaldo. Ronaldo akawa amefika pale. Bidada Melina akampatia pesa na kumwambia kwamba nenda kanunulie sigara. Pesa zikawa zimeanguka chini. Ronaldo akawa amechuchumaa kuzikota hizo pesa, akamwangalia vizuri, anakaa kama kapigwa shoti dogo janja kuona bidada alivyo mnembo kupita maelezo. Lakini ghafla dogo janja akawa anashtuka bwana. Ni ndoto za mchana tu. Bidada Melina hajatoka wala hajamuita dogo janja. Ni mawazo yake binafsi yanayomuotesha ndoto za ajabu za kuhisi kwamba bidada Melina alikuwa amemuita. Kisha mwisho siku akachomoka mazingira yao hapo, akaenda kuiba suruali ya babake na kuipeleka kwa fundi. Akaikata ili mradi imtoshe. Kisha akaenda moja kwa moja saluni akanyoa nywele zake. Akae kiutu uzima zaidi dogo janja. Kwa kuwa kwa sasa anajiona kama mtu mzima. Hivyo basi kuvaa suruali ya babake atakuwa anaonekana mtu mzima. Upande huu hapa nyumbani babake akajua nini dogo janja kakifanya. Alimmind kinoma dogo janja, alimtandika sana yani. Kwa nini ukate suruali yangu bila ruhusa? Sasa mwisho wa siku tunagundua ya kwamba bidada Melina mume wake alikuwa amesafiri. Ameondoka kwa ajili ya kwenda kupambana vita ya pili ya dunia. Hivyo basi mwisho wa siku bidada Melina yuko mwenyewe tu. Na kisha tunaambiwa ya kwamba sio Ronaldo peke yake anayempendaga huyu bidada Melina. Kila mwanaume aliyepo hapo mtaani hapo mjini anamkubali sana huyu bidada Melina kwa sababu ya sura yake ya mvuto, mwendo wake mzuri na namna ambavyo yeye anajongea. Baadaye kidogo jioni tunamwona dogo janja Ronaldo ametoroka nyumbani kwao na kaja hapa nyumbani kwa kina Melina. Akaruka ukuta na kupanda kwenye mti mkubwa ambao uko mazingira haya hapa kwa ajili ya kuchungulia kitundu kidogo ambacho kipo kwenye hii nyumba ya Melina. Humu ndani akawa anamuona bidada Melina akiwa anashona nguo yake, lakini akiwa amevalia night dress fulani ikiwa inamwacha akiwa free kiasi fulani. Mara baada ya kumaliza kushona nguo, bidada akaenda akawasha mziki kisha akaanza kucheza humu ndani. Ronaldo akawa anamchungulia tu yani. Anamwangalia namna gani bidada anamvutia kiasi kikubwa. Na siku iliyofuata mara baada ya kumaliza kumchungulia, dogo janja akanyoka moja kwa moja mpaka sokoni huko. Akaenda kununua mkanda ule ule wa mziki ambao bidada Melina alikuwa akisikiliza. Akausikiliza ni ule ule ya. Na mwisho usiku akawa amepiga ule mziki ambao yeye aliusikia kwa yule bidada Melina, na akawa na imagine kama yuko na bidada Melina. Na siku iliyofuata tukawa tumekutana na bidada Melina huko mtaani akiwa anavuka moja kwa moja. Dogo janja walikuwa hapo kama kawaida. Dogo janja Ronaldo mara baada ya kuanza kumuona akaanza kumfuata. Kila mwanaume hapa mtaani alikuwa anamwangalia tu. Kila mtu yani. Lakini mwisho siku kwa sababu wanaume wengi walikuwa wanampenda na wanavutiwa na huyu bidada, wanawake walikuwa wanamchukia balaa. Ronaldo akamfuata sana mpaka mwisho siku bidada Melina alipofika kwa babake mitaa hapa. Tunagundua kwamba huyu babake ni mwalimu mstaafu. Na bidada Melina huwa anakuja mitaa hapa kila itwapo
hapo leo kwa ajili ya kuja kumsaidia kazi za nyumbani na kumsaidia baadhi ya shughuli zingine hapa. Mara baada ya hapo akarudi zake nyumbani huko. Usiku ulipofika, Ronaldo alikuwa kitandani, akawa anavuta taswira yuko na bidada Melina. Anamwaza sana Melina kupita maelezo. Mwisho siku akawa anapiga kitanda tu kama yuko na Melina. Babake akasikika kwa sauti kubwa, "Oya, acha kelele. Upumbavu gani unaofanya huo kwenye nyumba yangu? Tulia." Siku kadhaa zikawa zimepita. Leo hii hapa wananchi wote wakawa wamekusanywa mazingira haya hapa pamoja na maafisa wa serikali. Lakini pia mapolisi walikuwa hapo hapa na wanajeshi vile vile. Matukio yaliyokuwa yanaendelea hapa ni kuwakumbuka wanajeshi ambao wamekata moto mpaka leo hii hapa wakiwa kwenye uwanja wa vita kipindi hichi hapa cha vita kuu ya pili ya dunia. Kila mwanaume akawa anasikiliza, nani kafariki, nani kafariki. Likasikika jina la mume wake na Melinda. Kila mtu akawa amefurahi hapa kwa kuwa kila mwanaume alikuwa anamtamani Melinda. Basi kila mtu jicho lake likawa kwa Melinda kwa sasa. Ni mkiwa, ni mfiwa, ni mjane huyu. Tunatakiwa kumfuata kwenda kumfariji na tunaweza kumpata kwa sababu tayari mume wake kafariki kwenye vita. Wanaume wote wakawa wanamwangalia kwa jicho la matamanio bidada Melinda. Yaani hakuna mtu alianza kutulia hapo msibani. Tunageuza upande huu hapa, pili Dogo Janja kaamua kuchomoka tu. Kafika moja kwa moja mpaka nyumbani kwa babake na Melinda. Alipofika mitaa hii hapa akaruka ukuta na kuingia humo ndani. Kwa bahati nzuri akamkuta bidada Melinda akiwa amelala mitaa hii hapa. Amekuja na yeye hapa. Akawa analia balaa. Amefiwa na mumewe. Anavuta kumbukumbu za mume wake. Ronaldo akawa anamtuliza tu na kumfuta machozi yake. Akawa anamwambia ya kwamba nikiwa mkubwa nitahakikisha kwamba nakulinda na nitahakikisha kila kitu kinakuwa sawa. Ghafla tu ndoto ikawa imekatika. Dogo Janja yuko bado nje wala hajaingia ndani na anawaza na kufikiria hicho kitu kwamba ameenda kukifanya kwa bidada Melinda. Lakini mwisho siku mara baada ya dakika kadhaa bidada Melinda akawa amechomoka na kuanika nguo zake hapo nje. Kisha karudi zake mpaka ndani. Nipo hapo Ronaldo akafikiria tu, acha niingie mitaa hii hapa. Moja kwa moja akanyoka na kuiba chupi ya bidada Melinda na kuibeba mpaka nyumbani kwake. Alipofika nyumbani akawa anaiangalia na kuinusa tu. Akawa anaiangalia vizuri sana na mwisho siku akawa amelala hapo kitandani akawa ameivaa kichwani mwake. Babake asubuhi alikoamka akaenda kumwamsha Dogo Janja. Kwa bahati mbaya akamkuta akiwa amevalia hiyo chupi kichwani mwake akiwa amelala usingizi mzito. Akaitoa hilo chupi, akampa sana shiti Dogo Janja. Akaamini ya kwamba huenda ni kweli Dogo Janja huwa anatoroka usiku na kwenda zake nje kwa mademu huko. Sasa mwisho siku cha kufanya hapa ni kumfungia kila sehemu. Mwisho siku kaziba madirisha, kaziba milango. Dogo Janja atakuwa anakaa ndani tu na kupewa chakula akiwa humo ndani. Dogo Janja huduma ya chakula ikaanza kufanyika akiwa ndani. Akawa anapewa chakula lakini Dogo Janja alikuwa hataki kula kabisa. Mwisho siku akawa anakonda balaa, akaanza kuumwa balaa. Ikabidi tu aende kumuita dokta. Dokta akaitwa na kumpatia matibabu Dogo Janja. Leo hii hapa angalau akawa amekula. Kisha akawaambia wazazi ya kwamba anatakiwa Dogo Janja aanze kutoka nje na kupata hewa ya nje. Msimfungie ndani kabisa. Basi mwisho siku babake na huyo Dogo Janja Ronaldo akawa yuko forced kuhakikisha kwamba Dogo Janja anatoka nje. Basi akawa amemruhusu Dogo Janja atoke nje lakini kwa masharti kadhaa. Na Dogo Janja Ronaldo alipoachiwa tu akajibeba moja kwa moja mpaka kwa Melinda kule. Alipofika leo hii hapa kwa bahati mbaya amemkuta mwanaume mwingine akiwa nyumbani kwa bidada Melinda. Moja kwa moja ni afisa mmoja wa polisi mwenye cheo kiasi. Amefika hapa anaendelea kuna mitikasi kadhaa hapa na huyu bidada Melinda. Haukupita muda mrefu yule mwanaume akaamua kuchomoka mle ndani na kutoka zake mpaka nje. Kwa bahati mbaya kipindi anatoka nje kuna mwanaume mwingine alikuwa anakuja kwa Melinda vile vile. Basi kila mtu alipokutana na mwanaume mwenzake anatoka kwa nyumba ya mwanamke ambaye anampenda, kikawaka hapo katikati. Walipigana kupita maelezo. Walichapana ngumi nyingi. Lakini haukupita muda mrefu bwana. Akawa ameingia bidada mmoja ambaye alikuwa anadai ya kwamba mume wake anamchiti. Akawa mbeba mapolisi wengi kupita maelezo. Wakaenda wakamlia ule ugomvi kisha wakambeba yule mwanaume ambaye alikuwa anamchiti mwanamke wake na kuanza kuwauliza walikuwa wanagombana kwa nini. Wakagundua ya kwamba wanagombana kwa ajili ya bidada Melinda. Na ghafla mara baada ya bidada kuonekana kwa mbali, yule mwanamke akaanza kupiga kelele akiwa anadai ya kwamba huyu bidada Melinda ananiibia mume wangu. Amekuwa akiniibia mume wangu kwa muda mrefu. Yale maneno yakawa yametapakaa mtaa mzima. Hakuna sehemu utakuta wakiwa na discuss swala la bidada Melinda kuiba wanaume wa watu hapo mtaani. Basi mwisho siku bidada Melinda akawa amefunguliwa kesi kwenye mahakama ya hapo mjini. Na kama atakutwa na hatia atafungwa moja kwa moja. Hakuwa na namna bidada Melinda akaanza safari zake za kwenda mahakamani kwa ajili ya kwenda kujitetea na kudefend kesi yake mpya ya kuiba wanaume za watu na kusababisha ugomvi mkubwa sana mitaani kisa yeye. Mara baada ya bidada kufika kwa ajili ya kwenda kujitetea kesi yake akawa ameenda kutafuta wanasheria. Ukweli ni kwamba wanasheria, mawakili wote walikuwa wamevutiwa sana na huyo bidada. Basi mwisho siku akawa amehakikishiwa kwamba hakuna kitu kitaenda tofauti. Mwanasheria wake alipambana kupita maelezo. Sijui alionga watu lakini mwisho siku bidada Melinda akawa ameshinda hii kesi. Na mara baada ya ushindi wakajibeba moja kwa moja mpaka nyumbani kwa huyo bidada hapa. Wakawa wanacheza muziki kufurahia ushindi wao kwenye hii kesi. Wakati huu hapa bidada Melinda akajua nini ambacho huyu mwanasheria anakihitaji. Basi mwisho siku akawa amechomoka na kurudi zake mpaka nyuma hivi. Mwanasheria akambembeleza sana yani, akimwambia kwamba nimepambana kwa kuwa nilivutiwa na wewe tu. Na ndio maana nilipambana kuhakikisha kwamba unashinda ile kesi. Basi haukupita muda mrefu ikawa ni tabia yao kuonana kila leo. Huyu mwanasheria akawa anajibeba na kwenda moja kwa moja mpaka kwa bidada Melinda. Wanaonana, wanafanya yao, wanafurahia maisha. Kila siku ni appointment na mazawadi ya kutosha. Lakini sasa siku moja bwana, mwamba mwanasheria akawa
amejibeba moja kwa moja na kwenda kuonana na mama yake kwenda kumsalimia. Ukweli ni kwamba mama yake alikuwa anafahamu kila kitu kinachoendelea kati yake yeye na Melinda. Hivyo basi mwisho siku alimkasirikia sana yani. Kwani unatoka na yule mwanamke mwenye tabia chafu hapa mjini? Kila mtu anajua juu ya uchafu wake. Anaiba wanaume, anajiibia kila mtu, anatembea na kila mwanaume, anafanya uchafu mkubwa sana. Tabia zake chafu zimetapakaa kila mahali. Na wewe ndio unaenda kujiweka hapo hapo. Mamake alifoka kupita maelezo. Basi huyu mwanasheria akakosa namna tu. Mamangu kanifokea kesi hichi hapa na anataka kunipiga, akakimbia. Mara baada ya dakika kadhaa akawa mwanana na bidada Melinda kwenye gari yake huko. Akamuelekeza kila kitu ambacho mamake kakisema. Na kwa kuwa yeye alikuwa hahitaji kumdisappoint mamake, basi hana namna tu. Inabidi akate mahusiano yake yeye na bidada Melinda. Basi mara baada ya mwanasheria kumwacha bidada Melinda, Melinda akawa yuko single. Lakini kinachotokea ni kwamba akaanza kutembea na mwanaume yoyote yule ambaye anakuja kwake. Yote haya anayafanya kwa kuwa alikuwa ameshindwa kabisa kuishi maisha yake na kujipatia kipato chake yeye mwenyewe binafsi. Mume wake alishafariki, babake hana maisha, basi hana kipato. Anafanya kila kitu kutembea na kila mwanaume ili apate pesa na aishi maisha yake. Na kwa kuwa alikuwa amegundua tu jamii nzima inahitaji kitu kimoja tu kutoka kwake, mwili wake tu. Hakuna mtu anahitaji kitu kingine zaidi ya mwili wake. Leo hii hapa bidada akawa amependeza kupita maelezo. Ambadilisha muonekano wa nywele, akawa na mvuto balaa. Kisha kaingia zake mtaani. Anatembea, hakuna mtu aliacha kumwangalia. Kila mwanaume yani, macho kila sehemu. Kisha mwisho siku kaenda kukaa moja kwa moja kwenye mazingira ambayo walikuwa wako wanaume wengi bara. Akawa amechomoa sigara yake hapa. Alipoichomoa sigara, mara ghafla zikaja laita za kutosha yani. Kila mwanaume anahitaji kumwashia sigara. Mara baada ya hii moment ndipo ambapo Melinda aligundua ya kwamba hakuna mtu ambaye anamhitaji yeye kwenye mazuri. Kila mtu anaweza kumsupport yeye kwenye ubaya na uchafu ambao atakuwa akiufanya. So kila mtu atampelekea yeye kufanya mambo mazuri wala atamsupport kwenye jambo zuri. Watamsupport kwenye kuangukia kwenye mabaya. Akajisemesha yeye mwenyewe, nikiwa tayari kuwa kwenye utu, hakuna mtu atakuwa tayari kuwa na mimi. Lakini nikiwa tayari kujiuza mwili wangu, wengi sana watakuja na ofa zao wakiwa wanahitaji kunitumia. Kwa nini? Lakini wakati huo dogo janja Leonardo alikuwa yuko upande hapa wa pili. Anaona yote haya, Melinda yuko na wanaume wa kutosha yani. Anajiuliza kwa nini Melinda amekuwa namna hii hapa. Anajiuliza sana na anaumia kumuona Melinda akiwa na tabia chafu balaa kwa sasa. Kila siku ikifika usiku, dogo janja Leonardo alikuwa anaenda kwa bidada Melinda. Alikuwa anamuona kila siku wanaume wanabadilishana tu hapo nyumbani. Hapa nyumbani amepageuza kama soko lake. Anajiuza mwili wake. Siku zikawa zinakwenda na Melinda amekuwa maarufu sana hapo mjini. Hakuna mtu asiyejua nikitaka uroda na ufuata kwa bidada Melinda. Mara baada ya Leonardo kumpenda sana huyu bidada, akawa anateseka sana na hisia zake. Akawa anaumia sana kumuona kwenye matukio ya ajabu. Leo hii hapa kwa bahati mbaya alimuona kwenye tukio la ajabu balaa. Aliwaza sana yani. Mpaka mwisho wa siku akawa amezimia hapo hapo. Mwisho wa siku akambeba dogo janja na kumpeleka kwenye maombi huko. Mamake alikuwa anaamini ya kwamba huenda mtoto wake atakuwa amerogwa tu. Amerogwa. Acha huyu ananiandama. Lakini babake kwa kuwa anamjua mtoto wake, akahisi tu nini ambacho dogo janja anakihitaji. Huenda mambo yamemzidia tu. Hakuna kitu ambacho kinaweza kuwa sawa. Siku iliyofuata babake akambeba na kumpeleka kwa malaya mmoja huko mjini. Mshua sijui amewaza nini. Akampeleka huko na dogo janja akapewa huduma. Mara baada ya dogo janja kupunguza uzani, akawa amerudi kwenye hali ya kawaida. Haya yanashtusha kidogo. Siku iliyofuata kila mwananchi alikuwa anafurahia na shangwe za kutosha hapo mjini. Wanajeshi walikuwa wamerudi na wameshinda upande wao wa vita. Na kila mtu akawa anawaza sana namna gani maisha yatavozidi kuwa. Mara baada ya ushindi wa hii vita, kila mwanamke sasa vita yake yeye inageukia kwa bidada Melinda, kwa sababu anaamini ya kwamba ndo mtu anayechukua wanaume wao. Wakajibeba wote. Kipindi wanaume wako wanashangilia ushindi wao, wakamfuata bidada Melinda. Wakamchukua, wakamvuta nywele zake, wakamtoa nje ya nyumba yake. Walimtwanga kupita maelezo yani. Wakati huo bidada anaangaliwa na mwamba Leonardo. Wakamvua nguo, wakampiga bidada Melinda, wakamvuta nywele zake. Walipiga balaa. Unatuibia mwanaume wetu. Puf. Unatuibia mwanaume wetu. Puf. Kipindi wanaendelea kumpiga, wanaume wakawa wameshtukia hili swala, lakini hakuna mwanaume aliyesogea kumsaidia bidada Melinda. Wakamkata mpaka nywele zake na mkasi. Wanaume wote wanaendelea kushangaa tu, kumbe wanawake zetu wana hasira kiasi hichi. Mara baada ya hili tukio, Melinda alikuwa hana namna. Ni aibu ya kutosha yani. Mpaka wameamua kuandamana kwa ajili yangu, basi sina namna. Ikabidi bidada avae zake kwa kujificha na aame hapo mjini. Akaondoka mapema mno. Lakini Leonardo alizidi kumwangalia tu. Kwa mbali anamtazama bidada akiwa anaondoka hapo. Akamwangalia sana yani. Siku kadhaa mara baada ya hizo vita kuisha na masuala yote ya migogoro kuisha, kuna mwanaume mmoja akawa ameingia hapo mjini. Tunagundua ya kwamba huyu mwamba ni mume wake na bidada Melinda. Lakini alikuwa amepotea tu kwenye uwanja wa vita. Na basi mwisho siku mara baada ya kupotea, jeshi likaamini ya kwamba huenda amefariki kwenye ule uwanja wa vita. Alirejea zake nyumbani leo hii hapa akiwa amepoteza mkono wake mmoja. Mara baada ya kurudi mpaka nyumbani huko, akakuta nyumba yake imegeuzwa kuwa nyumba ya watu wasio na makazi pamoja na watoto yatima. Akauliza, "Je, mke wangu Melinda yuko wapi?" Kwa muda mrefu ambao mimi sikuwepo, alijisikia vibaya sana kupita maelezo mara baada ya kupewa story kuhusiana na maisha ya Melinda mara baada ya yeye kuondoka na kufariki akiwa kule vitani. Lakini akasikia story ya upande wa pili tena, kwamba mara baada ya kusikika amefariki,
hiki, wanaume wengi sana wakawa wanamfuata mwanamke wake. Akasema ya kwamba kipindi mimi nawafaitia nyinyi muishi kwenye maisha mazuri, vita ziishe baina zetu, migogoro isiwepo kwenye nchi yetu, nyie mnaendelea kunitumia mali yangu na kuniona kwamba sijafanya kitu chochote. Yani baada ya kunilindia na kunipa heshima, nyie mkaanza kunichukulia kilicho changu. Yani kifo changu kikawa furaha kwenu. Alijisikia vibaya balaa huyu mshikaji. Lakini mwisho siku mapambano ya dogo janja Ronaldo kwa sasa, mara baada ya kumuona mumewe na Melinda, ni kuhakikisha kwamba anaenda kumfuata na kumpa ujumbe wapi ambapo mkewe yupo. Lakini kila alipojaribu kumfuata, wanaume watu wazima walikuwa wanamfukuza dogo janja. Hebu sogea hapa, vikao vyetu hivi. Wanaume wanaendelea kuongea na mwamba hapa. Siku moja usiku akaamua tu kuandika kiujumbe kimoja hivi kama kimemo, akakitupa karibu na nyumba ya mshikaji hapa. Mara baada ya mwamba kukikuta, akakisoma akajua kila kitu kuhusiana na bidada Melinda. Mara baada ya kusoma sana, yani akaona okay, kumbe hichi kitu kilikuwa namna hii hapa, na mwanamke wangu alikuwa mwaminifu sana na aliamua kuwafanya yote yale kwa sababu tu aliyakosa maisha mazuri, na kila mtu alikuwa anamfuata kumshawishi kwa sababu tu alikuwa ameona yeye kafariki kwenye uwanja wa vita, na watu wazito ambao walikuwa wanamfuata ni watu wakubwa kwenye vikosi vyao vya kijeshi huko. Kisha mwisho siku akamwambia wapi ambapo bidada Melinda yupo. Hii barua ilimueleza yote haya. Mara baada ya kusoma kila kitu, mmeo na Melinda akajibeba moja kwa moja na kwenda huko mjini kwa ajili ya kwenda kumtafuta mwanamke wake ambaye alikuwa ameondoka. Kisha upande huu hapa pili tunaonyeshwa maisha yanaendelea kubadilika sana. Maisha kwa sasa yamekuwa kawaida. Mara baada ya vita kutamatika, hakunaga migogoro tena. Mji umetulia balaa. Wanawake hawana hofu kwa sababu Melinda hayupo. Kisha mwisho siku, baada ya dakika kadhaa, tunamuona mumewe na Melinda akiwa na Melinda ameamua kumchukua kutoka kule ambako yeye alienda kujichimbia na kurudi naye mpaka hapa mjini kwao. Kwa sasa wameshikana kwa pamoja, wanatembea wakiwa pamoja. Kila mtu akawa anabaki anashangaa hapo mjini. Kisha mwisho siku iliyofuata tunamuona Melinda akiwa peke yake, kajibeba kaenda zake mpaka sokoni huko kwa ajili ya kwenda kununua mboga. Alipofika mitaa hii hapa, akawa amekutana na wanawake wengi sana ambao walikuwa na migogoro na yeye kabla yeye kuondoka na kabla mume wake kurudi, wakiwa wanadai ya kwamba anawaibia waume zao. Lakini kwa bahati mbaya Melinda alikuwa anajihofia yeye mwenyewe, ila hao wanawake wakamsalimia, habari za asubuhi, uko vizuri? Ndipo Melinda akaamua kuitikia tu kwa heshima kubwa sana, akadai ya kwamba okay, kumbe hali imerudi kwenye kawaida. Akawasalimia na maisha yakawa mazuri na kawaida. Akafurahi hilo hii hapa, angalau watu ambao walikuwa na chuki na yeye wamesafisha moyo wao. Kisha akajibeba na kuondoka hapo sokoni. Alipokuwa njiani akawa ameangusha vitu kwa bahati mbaya, na ndipo Ronaldo alipomwona akamfuata na kwenda kumsaidia. Kisha mara baada ya kumaliza kuokota vitu vyote, Melinda akawa amesimama na kuanza kuondoka mitaa hiyo hapo. Ronaldo akawa amemwita, Melinda, uwe na bahati njema huko uendako. Have a good luck, Melinda. Bidada Melinda akawa amegeuka akatikisa kichwa chake kuashiria nashukuru sana. Na hapa ndio unakuwa mwisho wa hapa mzigo. Kama umeupenda basi unaweza kudondosha like yako. Hakikisha umesubscribe channel yetu ya Bonge Story. Mimi ni Pyuga MC Man, Msafu Man from Mbeya City. Chata ya mji. Endelea kusimama na mimi hapa Bonge Story. Au sio mwanangu? Bonge Story.